tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ndio aliyotuwezesha kufanya haya, na yote tunayoyafanya ni maagizo yake. Nyie mnakumbuka alipoingia madarakani alisema kuna two school of thoughts, wanaofikiri kwamba bila nguvu, bila authority kubwa ya usimamizi wa Tax Administration Act hatuwezi kukusanya kodi. Na yeye akasema I give you challenge, muende mkasimamie sheria specific, sio general. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunachofanya sio kwamba hakuna ukwepaji kodi ndani ya nchi yetu. Hata kukusanya 4 trillion haimaanishi hakuna watu wanaokwepa kodi. Wapo. Lakini hatuwezi kuwachanganya wazuri na wabaya wote wakakaa kwenye kapu moja. Wale wazuri we treat them kulingana na uzuri wao, na wale wabaya tunawatreat na wenyewe kulingana na ubaya wao. Na mostly kwa wale wabaya tunatumia sana tax education, na baadaye tukishindwa kabisa, sasa tunatumia sheria kama zilivyo. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kutusimamia hilo, lakini wametuwezesha sana. Mimi wakati naingia tulikuwa na watumishi 6,000 mwaka 2024 Julai. Leo tuna watumishi 8,885. Ni kwa sababu ya approval na idhini ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hiyo. Hii inatusaidia, reach out imekuwa kubwa. Hii inatusaidia na tunavyoenda baada ya kuwa train, hata muda wa kuaudit utapungua sana. Yale malalamiko ya kuwa audit watu baada ya miaka 5, miaka 6 hayatakuwepo tena, kwa sababu tuna resources za kutosha ambazo zitatuwezesha kufikia hapo. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.